Yes, leo nilikuwa nataka tukajifunze kitu kinaitwa uelewe ulimwengu wa roho ili uweze kufanikiwa katika ulimwengu wa damu na nyama. Wakati Mungu anaiumba hii dunia, aliumba ulimwengu wa mwili na aliumba ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa mwili ni ulimwengu unaoonekana, wa vitu vinavyoonekana kwa dhahiri. Lakini ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa usioonekana na vitu visivyoonekana. Sasa katika ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao ndio ulimwengu mama ambao ndo chochote unachoona kinatokea katika ulimwengu wa damu na nyama kimeshatokea katika ulimwengu wa roho. Hakuna kitu kinachotokea katika ulimwengu wa damu na nyama kama hakikutokea kwanza katika ulimwengu wa roho. Kwa ukiona unafeli, ulishafeli kwenye ulimwengu wa roho. Ukiona unafanikiwa, ulishafanikiwa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hakuna jambo la bahati mbaya kwenye hii dunia. Hakuna kitu cha bahati mbaya. Sasa watu wengi wameujua zaidi kwenye ulimwengu wa mwili, ulimwengu unaoonekana, na kuwekeza nguvu kubwa katika ulimwengu huu unaoonekana. Matokeo yake wamekuwa hawaoni matokeo ya kufanikiwa kwenye maisha, hawaoni hatua za kimaisha. Ni kwa sababu hujaujua huu ulimwengu wa roho. Hata upate shingapi, uone na mtaji wa shingapi, uanze biashara nzuri kiasi gani, kama kwenye ulimwengu wa roho haujakaa sawa, haujaujua vizuri ulimwengu wa roho na kuutumia, hauwezi kwenda popote. Ndio maana kuna watu wanaoenda kwenye ulimwengu wa roho pande wa giza huko, wanafanya makafara na maagano. Anaweza akafungua kabiashara akaeleweki tu. Yaani duka alieleweki, lakini unashangaa anaongeza magari ana nini? Kwa sababu tayari huyu kashacheza na ulimwengu wa roho. Sasa huu ulimwengu wa mwili ni ulimwengu tu wa matokeo tu. Uzilisho tu. Kashafanikiwa huku, kashamaliza kila kitu. Biashara ileweki, lakini wateja ndo anafurika na anakuwa kinani. Kwa sababu huyu kashautumia ulimwengu wa roho. Sasa tunapoanza unapotaka kuanza biashara, lazima uanze kwa kuutumia ulimwengu wa roho. Utumie ulimwengu wa roho ili uweze kuletea matokeo katika ulimwengu huu wa damu na nyama. Kuna wengine unataka kuanza biashara, lakini wengine kuna laana katika familia, haitaki watu wafanye biashara wafanikiwe. Wote wanafanya biashara lakini sio katika mafanikio. Wengine haitakiwi kufanikiwa kufika stage fulani ya kimaisha. Wengine wana laana za kwenye ulimwengu wa roho zinawadai wasiolewe, wengine magonjwa fulani. Hivi vitu vyote ni vinaishi katika ulimwengu wa roho. Sasa ni lazima uangalie maisha yako. Kwa nini vitu vinajirudia? Kwa nini unaona mikwamo mingi? Kwa nini unaona maumivu? Kwa nini unaona shida zinajirudia? Kwa nini maisha ya nini? Usifikiri kwamba wewe hujaumbiwa ufanikiwe. Usifikiri kwamba wewe kuna watu fulani ndio wameumbiwa wafanikiwe. No. Mungu anataka kila mmoja afanikiwe, kila mmoja amfanikishe. Mungu yuko tayari kukusaidia. Lakini kanuni ni lazima kwanza uelewe. Unaishi maisha aina mbili kwa wakati mmoja. Usiwe na bidii katika maisha aina moja ya ulimwengu huu unaoonekana. Kabla mtu hajakufa katika ulimwengu wa mwili, alishakufa katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa mwili unaona tu matokeo. Ile mauti aliyokufa kwenye ulimwengu wa roho inamsukuma, ile roho inamsukuma, nenda panda gari fulani ambalo litaenda kupata ajali njiani. Mradi tu afya atimize katika ulimwengu wa mwili. Mtu hawezi akishakufa katika ulimwengu wa roho, ile mauti inamsukuma, vuka baba, unajiuliza kavuka kufanyije? Mradi tu agongwe, ile mauti tu itokee katika ulimwengu wa damu na nyama. Nyingine inakuja ugonjwa fulani kwa ajili tu itimize, kwa sababu alishakufa. Hakuna mtu anaweza kufanikiwa katika ulimwengu wa damu na nyama kama kwenye ulimwengu wa roho hajafanikiwa. Kwa ulimwengu wa mwili ni ulimwengu wa sababu, ni ulimwengu wa matokeo, ambayo inatafuta tu sababu ya ambayo itakuwa inaonekana kwa macho ya damu na nyama. Sasa wewe una sababu gani katika ulimwengu huu wa mwili ambayo itakufanya hata ukifanya biashara yoyote tu utaweza kufanikiwa? Hauwezi ukapata sababu kama kwenye ulimwengu wa roho hujaujua na hujafanikiwa. Kwa katika mwaka huu, kati ya vitu unavyowekeza, kati ya mitaji unayowekeza, kati ya nguvu unayowekeza, kati ya mawazo unayowekeza ili ufanikiwe, wekeza kujifunza, kuutafuta, kuujua ulimwengu wa roho na kuushinda ulimwengu wa roho. Utaushindaje ulimwengu wa roho? Ni kwa njia ambayo ni sahihi, sio ya kwa shetani, kwa waganga. Njia sahihi ambayo naweza nikakushauri ni kuwekeza kwa ajili ya Mungu.
Wekeza kwa ajili ya Mungu, mtafute Mungu vizuri, weka bidii katika kutoa sadaka, kuwasaidia watu, kutoa sadaka, yani kutoa, kwa sababu ulimwengu wa mafanikio, ili uone matokeo kwenye ulimwengu wa roho, unaambatana na kutoa. Kuwekeza pia kwenye kumtolea Mungu kwa imani yako, wekeza ili umtolee Mungu. Mungu akamwambia Ibrahimu, katika kukubariki nitakubariki, katika kukuzidisha nitakuzidisha. Kwa sababu gani? Ibrahimu alijitoa, alikubali kutoa alichonacho kwa ajili ya Mungu, alikubali kutoa sadaka kwa ajili ya Mungu. Kuwekeza kwa Mungu, sadaka yako inawezekana ni muda. Wekeza muda wako. Kuna watu hamna muda kabisa na Mungu, lakini mnataka muinuke hivi hivi. Wekeza muda wako kwa Mungu huu mwaka, concentrate na Mungu, mjue